Kuasi mamlaka ya kichungaji ni kugombana na Mungu moja kwa moja. Katika safari yangu ya wokovu nimeshuhudia wachungaji wakipata shida, wakiugua kwa sababu ya wazee wa kanisa waliowateua. Unajua kwa nini? Mabaraza mengi ya wazee wa kanisa makanisani huwa wanadhani kwamba wamewekwa pale ili kumbana mchungaji. Wachungaji wanakosa raha kwa sababu mabaraza mengi ya wazee hawatimizi wajibu wao kibiblia. Wanadhani wako pale kumbana mchungaji. Wachungaji hawana amani, wachungaji hawapumui, na wanapoona mchungaji amekosa raha kwa sababu amembana, wanadhani ndio wana exercise mamlaka ya uzee wa kanisa. Nisikilizeni wazee wa kanisa, huduma ya mzee wa kanisa ni huduma ya Haruni na Huri. Kazi ya mzee wa kanisa ni kuitegemeza mikono ya mchungaji inapochoka. Uwepo wa wazee wa kanisa kanisani unatakiwa kuifanya huduma ya mchungaji iwe rahisi. Nisikilize, Mungu alipomwambia Musa achague wazee watakaomsaidia kwenye majukumu, alisema hivi: nitachukua sehemu ya roho yako, nitaweka juu yao ili wakusaidie kuubeba mzigo huu. Wazee wa kanisa wanatakiwa kuubeba mzigo wa mchungaji, sio kuwa mzigo kwa mchungaji na familia yake. Baraza la wazee sio bunge la kuibana serikali. Nisikilizeni vizuri watu wa Mungu. Uwepo wako unatakiwa urahisishe huduma ya mchungaji, usiwe mzigo. Wazee wa kanisa wengi makanisani wameviolate hii. Wamekuwa ni watu wa kuwasema vibaya wachungaji kwa washirika, kuwafitinisha wachungaji na washirika. Wengi wamekuwa vyanzo vya kuleta migawanyiko makanisani.